Basi karibu sana ya mchana wa leo. Naamini ya kwamba uko tayari kusikiza neno la Mungu mchana wa leo. Nashukuru Bwana kwa sababu yako. We're gonna take your time as you listen the word of God. Tunapoendelea, karibu sana rafiki mpendwa. Welcome as we continue. I know you are there purpose, na Mungu atatunenea siku ya leo kwa sababu God is all that faithful. Usiwe na mashaka yoyote, uwe tayari kusikiza kutoka kwa Mungu tena mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo. Ni kweli Bwana ametulinda, na mshukuru na muinua mahali popote ulipo. Naomba ya kwamba uweze kuchukua kitabu chako, Biblia yako, kalamu yako, na tuendelee tupate neno la Mungu mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo. Ninajua ya kwamba Bwana amekulinda, amenilinda nami pia, na ninajua ana makusudi mazuri sana kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Karibu sana, welcome. Karibu sana tunaposikiliza neno la Mungu mchana wa leo, sababu neno la Mungu moja inaweza mdumisha mtu wa Mungu uhai. Bali naamini ya kwamba sio kwa jitihada zetu, lakini kwa mapenzi ya Mungu ya kwamba tuko hata siku ya leo. Basi nataka tuweze tuombe, mwambie Bwana awe pamoja nasi tunapoendelea na ibada ya siku ya leo. Amini, tuombe tu popote ulipo na tuendelee, alafu tuseme neno la Mungu la mchana wa leo, na itakuwa ni ya baraka. Baba Mungu, nakushukuru, ninakuinua. Nasema ni asante Bwana kwa sababu umetupa nafasi nyingine tena kuweza kusikiza mapenzi yako. Wewe umetuhifadhi hai, umetulinda dhidi ya mashambulizi ya adui. Ni kweli shetani amejaribu kushambulia usiku na mchana, lakini Bwana, you have been so faithful. I want to thank you, Lord, for your greatness and mightiness, oh Lord Jesus. Thank you for fighting for me. Thank you for fighting for my brothers and sisters, that you've given us another opportunity to listen and hear from you. Jiachilia mikononi mwako ya Bwana, nena pamoja nasi. Baba, tunakusikiliza. Asante kwa sababu utatunenea, utatubariki, utazungumza nasi Bwana. Inainuka dhidi ya kila nguvu za giza, mipango yote ya adui shetani haitafaulu mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo. Naweka kila jambo mikononi mwako Bwana, nikikuamini na kukutumainia, kijua ya kwamba wewe upo pamoja nasi na utaendelea kuwa pamoja nasi, na utatubariki, utatuinua na kutunenea katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi. Ninaomba na kuamini. Amen. Basi popote ulipo, nashukuru Bwana kwa sababu yako. Uko pale nami niko, na tena Bwana ametupa nafasi nyingine tena kusikiza mapenzi yake ni yapi. Na leo pia naamini ya kwamba atanena pamoja nasi, atatubariki, atatusongesha hatua. Tafuta kalamu na notebook yako, tujifunze mambo kadhaa mchana wa leo, and it will be a blessing in the mighty name of Jesus. Basi leo ninazungumzia, na ninajua ya kwamba ninapoendelea kuzungumza unaweza kumwarifu rafiki yako, mwambia kwamba Pastor CK Paul ako mtandaoni kwa Facebook Live, na ninakukujia moja kwa moja kutoka jijini Busia, na Mungu atakubariki sana. Basi leo ninazungumza juu ya tofauti ya mafuta, kwa sababu kuna siku nilitaja na nikazungumza juu ya mafuta, na nikasema ya kwamba mafuta yanaashiria pia ya tabia za mtu, na nikasema ya kwamba maandiko inasema vizuri ya kwamba the anointing destroys the yoke, ya kwamba upako unavunja nira. Na sasa sizungumzii hayo, sababu nikianza hivyo ni hadithi ndefu ambayo tutadili nayo sana, lakini leo nataka kuzungumza juu ya mafuta. Na nilisema hapa, na nikawa na watu walinisimamisha hata mjini kuniuliza maswali. Waliuliza, mchungaji, unasema nini? Umesema aje ya kwamba kuna mafuta aina hii na mafuta aina hii ambayo watu wanamiminiwa? Na leo nataka kudhibitisha na maandiko, na nikidhibitisha na maandiko tuweze kujua, na utajiangalia vizuri, na pia utaangalia yule ambaye unamuita kiongozi wako. Je, ni wa laini ipi? Ni wa laini gani?
mafuta aliyonayo ni yapi, kwa sababu yote ni mafuta, lakini yana utofauti wa aina fulani. Karibu David Mwangi, nimeona umeingia. God bless you so much. Sasa nasema namna gani mafuta yana utofauti? Mafuta ni yale yale, lakini yana utofauti, na yanapomiminwa ndani ya mtu yanatofautiana na yana mambo kadha wa kadha. They are different. Taniambia nimepakwa, ndio, sikatai, lakini tunataka tuone kwa neno la Mungu, sababu nilisema ya kwamba kuna aina mbili za mafuta, na mafuta haya yalimiminiwa wafalme wa Israeli. Mfalme wa kwanza wa Israeli ambaye aliitwa Sauli, na mfalme wa pili aliyeitwa Daudi, walimiminiwa mafuta na mtu mmoja anayeitwa Samuel. Samuel nabii, yeye ndiye aliwamiminia mafuta, lakini unashangaa walimiminiwa mafuta na njia mbili tofauti. Na nataka tuanze na Samueli wa kwanza, sababu tutasoma ama kama sisomi sana, alikuota verses kadhaa ambazo tutasoma baadaye. Lakini tuingie katika kitabu Samueli wa kwanza, sura ni ya 10, na unaandika chini for reference. Naweza kosa kuhubiri kwa haraka sana, lakini unisikize tu, alafu utachukua kile utapata. Maandiko inasemaje katika Samueli wa kwanza sura ya 10 na ubeti wa kwanza? Ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta, akayamimina kichwani pake, akambusu, akasema, je, Bwana hakukutia mafuta watu wake Israeli? Nawe utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mikono ya adui zao. Kisha hii itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake. Huyu ni Sauli, na nilishasema juu ya Sauli ya kwamba Sauli, Mungu alipotaka atiwe mafuta baada ya Waisraeli kudai wapewe mfalme wawe kama makabila yale mengine ama majirani zao, punda za babake huyu jamaa zilipotea. Ukisoma chapter 9, na walipokuwa wakitafuta punda wakazikosa. Kuna mahali ilifika wakaambiana ya kwamba tumtafute muonaji, na ikasemekana wakajulisha ya kwamba kuna Samueli muonaji. Walipoenda kwake, ingalao kuna mambo mengi pale, sababu hata Sauli anauliza ya kwamba je, tutaendaje kule? Onekana Sauli kabla hajatiwa mafuta alikuwa mtu ambaye alielewa mambo vizuri, sababu alisema tutaendaje kwa mtu wa Mungu bila kuwa na kitu? Mtumishi wake akamwambia, nina shekeri hapa, tuende mtu wa Mungu atueleze njia yetu itakuwaje. Biblia inasema ya kwamba walienda na wakaambiwa ya kwamba punda zishapatikana. Lakini pamoja na hayo, huyu jamaa anaitwa Sauli alikuwa mrefu kuliko watu wote Israeli. Mungu alimwambia Samueli, nenda umumwagie mafuta awe mfalme juu ya watu wangu. Lakini kile kiko na tofauti hapa ni ya kwamba maandiko yanasema ndipo Samueli akatoa kichupa. Underline that. Kama Biblia yako ni kama hii yangu ya Kiswahili hapa, inasema kichupa. Okay, saizi kuna chupa za plastic na chupa zingine, lakini miaka ya kule mbele chupa ilikuwa ni ya grass, kitu ambayo ikivunjika chini inaweza bomoka yote. Tunajua hiyo. Na Biblia inasema ya kwamba ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta. Na ndipo nataka tuende tuone ya kwamba mafuta haya yaliendaje na huyu mtu baada ya kumwagiwa mafuta ya kichupa. Sina pingamizi na anointing oil. Oil ni sawa, lakini hapa kuna utofauti. Haya yalikuwa ya kichupa, na maandiko inasema ya kwamba alimiminiwa mafuta ya kichupa. Na basi nataka tuone pia mafuta ya pili yaliyomiminiwa huyu mfalme wa pili wa Israeli ambaye ni Daudi. Chapter 16, tutaenda polepole, hakuna haraka nyingi. Chapter 16 verse 1 inasema hivi: Bwana akamwambia Samueli, yule Samueli mmoja ambaye alienda na kichupa kumiminia Sauli mafuta. Sasa tena ndio huyu. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asimiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta. Ijaze pembe yako mafuta,
uende nami nitakupeleka kwa Yese Mbethlehemi, maana nimejipatia mfalme. Nimejipatia mfalme katika wanawe. Sikiza, mfalme wa kwanza Sauli ni watu walidai tupe mfalme, na basi mafuta alimiminiwa mafuta ya kichupa. Lakini huyu Daudi, maandiko inasema Mungu anamwambia Samueli, kwa sababu wakati ambapo Sauli alikataliwa, Samueli alikuwa anamlilia sana, mpaka Mungu akaja akamwambia Samueli, mbona wamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asimiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta, pembe ahon, ijaze pembe yako na mafuta, uende kwa Yese, maana Mungu mimi nimejipatia mfalme katika wanawe. Nataka uone ya kwamba nabii ni mmoja, lakini mafuta waliomiminiwa ni aina mbili tofauti. Mafuta ya kwanza ni mafuta yale alimiminiwa ya kichupa. Huyo ni Sauli, ambaye ni watu walidai wapewe mfalme. Wa pili ni Mungu anasema nimejipatia mfalme katika wana wa Yese. Jaza pembe yako mafuta. Sijui kama mahali uko pale kwa sababu ya kudaiwa na watu, kuruhusiwa na watu, kupewa na watu nafasi, ama ni Mungu amekubali uwe, ama ni Mungu amekupa nafasi usimamie. Tofauti hapo unaona ni ya kwamba mmoja ni watu walidai, wa pili ni Mungu amejipatia. Na basi hivyo ndivyo ilivyo hata sasa. Kuna mafuta ya kichupa, hata sio chupa, kichupa. Biblia yangu translation, kama una ya Kiswahili tafuta chapter 10 verse 1 of 1 Samuel, inasema kichupa underline. Kama una ya Kiswahili tafuta, inasema kichupa cha mafuta. Chapter 16 verse 1 tena inasema ijaze pembe yako, jaza pembe yako mafuta, uende kwa Yese Mbethlehemi, maana nimejipatia mfalme. Nimejipatia mfalme. Mfalme wa kwanza ni watu, mfalme wa pili ni Mungu anachagua. Na basi nataka tuone tofauti kadhaa kati ya Daudi na Sauli. They are all kings of Israel. Whereas mmoja ni mfalme wa kwanza, mwingine ni mfalme wa pili. Jambo la kwanza tunaona ya kwamba, nitaquote na nitaeleza ya kwamba Sauli pamoja na kuwa mfalme alikuwa ni muoga sana. Utasoma Samueli wa kwanza 17:23 ukiteremka. Maandiko inasema ya kwamba Daudi alipofika kwa ile kambi ya Waisraeli walipokabiliana na Wafilisti, Sauli na jeshi lake wote walikuwa wamejificha kwa sababu ya kuogopa Wafilisti. So jambo la kwanza, unaona huyu mfalme muoga, na yeye ni mfalme, unaona yeye ni muoga. Whereas ukikontrast na Daudi, sababu nataka niende namna hiyo, unaona huyu ni mfalme ambaye anajificha wakati wa vita, lakini mafuta anayo, lakini sio ya pembe, ni ya kichupa. Na iko kwa Biblia ya chupa na ya pembe, na utajiangalia vizuri uone kama ile mafuta uliangukia ni ya chupa ama ni ya pembe. Naomba yawe mafuta ya pembe katika jina la Yesu Kristo. Sikiza, maandiko katika hiyo chapter 2 inaeleza juu ya Daudi ya kwamba tofauti na huyu wa mafuta ya kichupa, yule wa mafuta ya pembe, ukisoma Samueli wa kwanza 17:45 utaona ya kwamba yeye anamuendea Goliath akisema ya kwamba wanikujia na mkuki na fumo, mimi nakuja kwako kwa jina la Jehova Mungu uliyemtukana. Unaona tofauti? Huyu ni kujificha, anajificha na jeshi lake Sauli, lakini Daudi anakabiliana na Goliath, anachukua kombeo yake, anaweka jiwe, anaamua kukabiliana na adui. Wewe unaona contracts ya
mafuta ya kichupa na mafuta ya pembe. Mafuta ya chupa ni kujificha na jeshi. Mafuta ya pembe ni kukabiliana na kila hali. Blessed be the name of the Lord. Sijui wewe umeminiwa mafuta gani? Mafuta yapi ulionayo? Ni ya kutoroka ama ni ya kukabiliana? Na uone mafuta haya ni mafuta, yote ni anointing, lakini moja ni ya kichupa na ingine ni ya pembe. Na basi utaangalia character. Maana inasema ya kwamba the just, katika kitabu cha Methali 28 kwanza, mstari wa kwanza, the just are bold as a lion, ya kwamba wenye haki wana ujasiri kama simba. So ukiwa na mafuta yale kama ya Daudi, mafuta ambayo si ya kichupa lakini ni ya pembe, wewe ni jasiri. Uko na ujasiri wa kuhubiri neno wakati unaofaa na wakati usiofaa, wakati kuna shida na wakati kuna raha. Wewe haujifichifichi. Nishafanya crusades, unaona watu wengine mkienda wanahepa sababu ni waoga. Na ukiona mtu ambaye mnaenda mission naye na anajificha, hana mafuta ya pembe, ana mafuta ya kichupa. Naomba Mungu tumiminiwe mafuta ya pembe katika jina la Yesu Kristo. Sauli ni mtu ambaye hakuwa na subra. Anaambiwa nigoje hapa, yeye anaenda kutoa dhabihu. Anaambiwa nisubiri nije, hagoji. Mtu ambaye hana subra, mafuta alionayo ni ya kichupa. Anointing hiyo ni kama ile ya Sauli ya kichupa. You see these people, they are two people. Ninaenda kwa haraka, wacha nisonge kidogo. Huyu Sauli alikuwa muongo. Sasa ukiona mtu muongo, jua mafuta alionayo ni ya kichupa, sio ya pembe. Sikiza, anaambiwa na neno la Mungu, nenda uangamize Waamaleki, enda uamalize na mfalme wao uwe na kila kitu umalize. Urudi hapa kama umemaliza. Nimeweka hasira hiyo mimi Mungu kuhakikisha kwamba nalipisha kisasi juu yao. Kwenda kule kwa vita, anamsaza mfalme Agag. Anawacha vinono. Lakini unajua nini? Ukisoma hiyo Samueli 15:13. Wakati Sauli anakutana na Samueli, jambo la kwanza anatoa ushuhuda wa uongo ya kwamba Bwana ainuliwe kwa sababu nimeangamiza kila kitu, nimemaliza kila kitu. Samueli anamwambia wewe, na mbona nasikia kelele na vilio vya mifugo, nasikia kelele. Ule mtu ana mafuta ya kichupa, ni muongo, atakudanganya peupe, hana la ukweli. Ukiona mtu muongo na anasema yeye ni mlokole, ni muokovu, mafuta alionayo ni ya kichupa, si anointing ile ya pembe. Sababu watu walio na mafuta ya pembe ni wenye haki, na wenye haki hawasongezwi, hawadanganyi. Hata afadhali ya kwende hasara, lakini aseme ukweli. Wanakubali makosa yao. Sauli alikataa makosa yake na hata alisema ni watu. Nikikontrast yeye na Daudi katika Samueli wa pili 24:10, Daudi alitumana watu wahesabiwe Israeli. Mungu akakasirika sana. Nabii Gadi akatumwa akuja mwambie wewe umefanya makosa. Akasema mimi kweli, ni mimi nimekosa. Hakutransfer dhambi zake kwa watu wengine. Mara nyingi tuna watu wengi makosa ni yake, lakini anataka yahusishwe na watu wengine, si yeye. Unaona Sauli anasema ni watu wamebakisha hao mifugo watolee Mungu sadaka. Hiyo ni hadithi nyingine. Lakini Daudi anapokosa anajibu na kusema ni mimi nimekosa, na kweli nimefanya makosa makubwa, na hukumu inatolewa. Anaambiwa sikiza Daudi, kweli umefanya makosa. You know, let me tell you,
There is no sin in life that passes unpunished. Hata kama ni kwa njia nyepesi ama ni kwa njia kubwa, lakini kila dhambi ina hukumu yake na inaadhibiwa kivyake na lazima ina adhabu yake. Sasa huyu anaambiwa ni kweli umehesabu watu, na mimi sikutaka watu wahesabiwe. Mungu anasema hivyo, na anaambiwa sikiza sasa wewe Daudi, kuna mambo ambayo yanakupata. Jambo la kwanza, miaka saba ya njaa katika nchi, ama miezi mitatu ukimbie mbele za adui zako wakupige kila siku, ama tauni ijie nchi. Mambo matatu nimeyaweka mbele zako. Daudi alianguka chini akasema, hapana, nianguke mikononi mwa Jehova. Lakini ametubu dhambi. Wale watu walio na mafuta ya pembe wanajua kutubu dhambi zao, wanajua kuomba msamaha, wanajua kuanguka mbele za mikono ya Mungu. Daudi alijua siri ni ya kwamba nitajitoa kwa huyu Mungu, nitaanguka mbele zake. Na maandiko inasema ya kwamba kweli malaika alitumwa kuja kuangamiza. Kainua mpanga wake, watu wakaanza kuuawa na tauni. Lakini alipoinua upanga wake kuelekea Yerusalemu, Mungu akamwambia imetosha. Enda Daudi aambiwe aende kwa uwanja wa Arauna antolee dhabihu pale. Na ndipo alienda kutoa dhabihu pale. Akafika Arauna, anamwambia nakupatia kiwanja na chochote ambacho kiko humo ndani. Daudi anamwambia sikiza, ni kweli, lakini sasa mimi sitamtolea Mungu wangu dhabihu isiyo na gharama. Unaona, Daudi anajua kujitoa, anajua kutoa. Lakini Sauli kuna kitu, baada ya kupewa ufalme anataka kuchukua, anataka mang'ombe, anataka zilizonona. Lakini Daudi anasema sitaki kupokea chochote ambacho sijagharimikia. Na maandiko inasema ya kwamba akalipia shamba la Arauna, akatoa dhabihu yake pale, mafuta ya pembe na mafuta ya kichupa. Yeye alikuwa mtu ambaye ni mtu muongo. Jambo lingine, niende haraka, Sauli alikuwa na roho ya mauaji. Unakumbuka ya kwamba wakati baada ya Daudi kuua Goliath, walipoenda mjini, Daudi alitembea na kichwa cha Goliath. Watu wakasema Sauli ameua maelfu, lakini Daudi 10,000. Na baadaye sasa akaingiwa na kichaa. Lakini sasa ikawa ya kwamba kichaa chake kinahitaji muziki, na basi atakayepiga kinanda ni nani? Ni Daudi. Sasa Daudi tena aletwe awekwe kwa nyumba ya mfalme. Mafuta pia atakufungulia milango, sema amen. Mafuta ya pembe yanakufungulia milango, unaingizwa Paris. Lakini pale Paris, huyu jamaa anaitwa Sauli ana wivu. Alimlenga mkuki Daudi mara kadhaa, na anapomlenga Daudi, kwa sababu ana mafuta ya pembe, anaondoka na mkuki unapita. Na unaona ya kwamba tofauti na Daudi, tofauti na Sauli, niseme Daudi alikuwa tofauti. Maandiko inasemaje katika 1 Samuel chapter 24 verse 1 to 20? Unaona ya kwamba hapa Daudi alikuwa na nafasi ya kumuua Sauli. Baada yao kukimbizana, kulifika mahali Daudi akawa ameingia ndani ya kevu ndani. Sauli naye akaja na watu wake, akaingia kwa ile kevu. Daudi akamuona Sauli ndiyo huyu. Na maandiko inasema ya kwamba watu waliokuwa na Daudi wakamwambia, ndio huyu ameingia, adui ndio huyu, tumuue. Yeye akasema hapana. Akaenda mpaka mahali ambapo Sauli alilala, sababu alienda haja alafu akalala hapo. Akaenda akakata upinde wa vazi la Sauli, ni Daudi. Baadaye akatoka nje ng'ambo ile, na Sauli alipokuwa ng'ambo ile, Daudi anainuka na kumuonyesha kitambaa, anamwambia unasema una walinzi,
Angalia upindo wa vazi lako, nimekukata. Kama ningetaka kukuua, ningekuua leo. Unaona tofauti? Daudi hakuwa na roho hiyo ya kuua Sauli, lakini Sauli aliwinda kumuua. Kuna watu ambao wako tayari kuhakikisha ya kwamba wakigundua una mafuta ya pembe na wao wana mafuta ya kichupa, wanatafuta njia ya kuua wewe. Wanaweza kosa kukuua physically, but they kill you spiritually. They kill your dreams. They kill your vision. Analenga kukuua, anajaribu. Akigundua, na unajua ya kwamba mafuta haya ni Mungu amesema yapeanwe kwa Daudi, na yeye ndiye alikuwa amesema yule amiminiwe mafuta pia, lakini yule ni ya kichupa na huyu ni ya pembe. Na maandiko inasema hivi, alimlenga mara 3, anatupa mkuki, Daudi anahepa sababu ana mafuta ya pembe. Watajaribu kuangamiza wewe kama una mafuta ya pembe, lakini hawakuwezi. Utakuwa na nafasi ya kuangamiza, na kama utadhihirisha una mafuta ya pembe, hautadhubutu kuangamiza. Hautachukua hatua ama sheria mkononi mwako. Ni kwa sababu utakuwa tayari kusimamia mafuta. Maandiko inasema ya kwamba hapo ndipo Sauli alisema na sauti kubwa, mwanangu, nimekusubua sana, lakini nimegundua ya kwamba uwe mfalme wa Israeli. Unashangaa mtu anasema yeye ni king, lakini anaambia mwingine ya kwamba nimegundua kweli wewe ndiye mfalme Mungu ambaye amechagua. Na yeye ni mfalme, anasema it is King Saul who is confessing that I know now that God has chosen you to be the king of Israel. Mafuta ya pembe na mafuta ya kichupa. Sijui wewe ni kiongozi wa kidini, una mafuta ya kichupa ama una mafuta ya pembe? Mafuta yako ni ya kuangamiza kama vile Sauli, ama mafuta yako ni ya pembe kama yale ya Daudi? Hata ukikuta adui yako, hata ukikuta mtu ambaye unaona ya kwamba ni adui yako, hautachukua nafasi ya kumwangamiza, lakini utamhifadhi, ingawa you have the opportunity to kill. Je, mafuta ulionayo ni yapi? Ni ya kichupa ama ni ya pembe? Daudi mfalme wa Israeli alikuwa na nafasi, lakini hakutumia ile nafasi. Hakuamua kuuana. Wewe sijui uko namna gani? Mtu ambaye yuko na mafuta ya pembe anaweza angamiza mtu. Anaweza ya pembe anaponya mtu yeyote, hata kama ana nafasi ya kuangamiza. Nazungumza juu ya mafuta mara 2. Sijui sasa umeanza kujipima, uko na mafuta ya chupa, tena si chupa, kichupa, ama ya pembe, ya Sauli ama ya Daudi. Tabia zako zitaonyesha wewe ni nani. Tabia zako zitakuonyesha. Daudi, maandiko inasema, Mungu anasema a man after God's own heart, mtu aliye na moyo unaoelekea kwa Mungu. Kwa nini? Tofauti ya Daudi si ya kwamba hakuwa na majaribu mbalimbali, lakini aligundua siri. Majaribu yakija, badala ya kulaumu watu, anasema ni yeye, anatubu na anamuendea Mungu. Anasema afadhali nianguke mikononi mwa Jehova, afadhali nianguke mikononi mwa Mungu. By the way, mwisho wa Sauli, katika Samueli wa kwanza 28 sawa mstari wa 3 mpaka 15, mwisho aliishia kwa mganga. Alienda kwa yule mama mchawi wa Edo kwenda kuamusha mizimu ya Samueli. Alienda mpaka alikuwa ameenda kabisa mpaka kwa mchawi. Aliishia kwa mganga. Tabia zako ukiwa na mafuta ya kichupa utaishia. Unajua, usoma polepole utakuta Samueli wa kwanza chapter 28 verse 3 to 15. Yeye aliamua kwenda kwa mganga kuamusha mizimu ya Samueli. Samueli alikuwa ashakufa, ashazikwa nabii. Na huyu jamaa alipotafuta msaada akakumbuka, no,
Ule jamaa alinimilia mafuta ya kichupa, nitaenda kwake. Ako wapi? Alikufa, akaamua kwenda kwa mchawi wa Edo. Alikuwa na pepo ya ugozi, mwanamke mchawi. Akaenda akamushiwa, akaletewa Samueli kiuchawi. Samueli akamuuliza, hata sasa wanisumbua? Mpaka sasa nimekufa bado unanisumbua? Soma maandiko vizuri. Unanidisturb hata sasa na mdead, mimi nilikufa. Lakini sikiza, ufalme wako ushapeanwa. Nasema namna gani? Huyu aliishia kwa waganga na wachawi. Mpendwa, wale watu ambao wanaenda kwa wachawi na waganga na wanadai ya kwamba wana mafuta, hata wachungaji wao wana mafuta ya kichupa. Wezi enda kuconsult mediums ama demons na bado claim ya kwamba uko na Mungu. No. You are either una kichupa cha mafuta ama una pembe, upande wa pembe ya mafuta. Uko na mafuta yapi? Mafuta yaliyo maishani mwako ni yapi? Una tabia zote za Sauli. Una tabia pande hii za Daudi. Na sieti ya kwamba Daudi hakuwa na dhambi zingine alizifanya njiani. Alikuwa na mambo kadha wa kadha. Lakini mambo alikuwa mwepesi wa kwenda mbele za Mungu na kutubu. Na maandiko inasemaje katika Yohana wa kwanza 1:9? Ya kwamba tukisema hatuna dhambi twajidanganya sisi wenyewe, na ukweli haumo ndani yetu. Lakini yeye ni mwaminifu ambaye anatuokoa na kila dhambi. Tukimwomba anatusamehe. Ukiona mtu ambaye hapendi kumuomba Mungu msamaha, huyo mtu ana mafuta ya kichupa. Anointing ya kichupa na anointing ya pembe. Naomba Mungu tujazwe mafuta ya pembe, lakini si mafuta ya kichupa, katika jina la Yesu Kristo. Sina nafasi ya kurudia na kuendelea kufuatilia habari za Daudi na Sauli. Nimekupa homework, uendelee kuangalia, contrast them na utaona. Alafu sasa ujichukue wewe, uangalie tabia zako, mienendo yako, utaona wewe una mafuta yapi, ya kichupa ama ya pembe. Utaanalyze wakubwa wako, utaona huyu mzee wangu wa kanisa, ama huyu mzee, ama huyu mchungaji, ama huyu askofu, ama huyu great bishop or wrong reverend, right or left. Utaangalia uone kama yeye ana mafuta ya kichupa ama ana mafuta ya pembe. Oh, hallelujah. Naomba tujazwe na tumiminiwe mafuta ya pembe. Bwana Yesu asifiwe. I pray God that our anointing isiwe ya kichupa, lakini iwe mafuta ya pembe, katika jina la Yesu Kristo. Sina nafasi ya kuzidi kueleza juu ya mafuta haya, lakini mafuta ya pembe ni watu wanaojitoa. Unaona, Daudi anasema ya kwamba sichukui kitu cha bure, nitalipia kwa gharama yake, nitalipa gharama. Ni watu wanaokubali gharama. Ukiona mtu anakubali gharama hata ndani ya nyumba ya Mungu, huyo ni mtu ambaye ana mafuta ya pembe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu ambaye anawasamehe maadui zake, huyo ana mafuta ya pembe. Ukiona mtu anaangamiza watu kanisani, kuwakula kichini chini, kuangamiza kichini chini, kusengenya wengine huko kichini chini, ana mafuta lakini ya kichupa. Naomba Mungu atusaidie tuwe na mafuta ya pembe katika jina la Yesu. God bless you. God bless you mighty for listening and for taking your time. Nataka tuombe na wewe ambao unataka kuokoka, ukishaokoka, na baadaye tuombe wagonjwa na Mungu atatubariki. Baba Mungu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, nisamehe dhambi, niokoe, nibadilishe, fanye kiumbe kipya. Kataa shetani, tamaa zake zote, na kupokea wewe uwe mwokozi wangu. Kuanzia leo nitakutumikia Yesu. Kuanzia leo nitakufuata katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakabidhi huyo ambaye ametaja mambo haya nyuma yangu, na mkabidhi mbele zako, muokoe, mbadilishe. Naomba ya kwamba Bwana, kati ambapo makanisa yatafunguliwa, atapata na kanisa nzuri la kwenda, mahali ambapo atakuabudu katika roho na kweli, in the mighty name of Jesus. Futa majina yako kwenye kitabu cha kuzimu, yaandikwe kwenye kitabu cha uzima wa milele. In Jesus mighty name I do believe and pray. Sema amen. Nataka pia kuomba kwa sababu ya wagonjwa, wale wagonjwa mahali popote mlipo, amini tu Mungu na Mungu anakuponya. Baba, nakushukuru kwa sababu ya watu wote ambao saa hizi unaguza na kuponya, waponye, wainue, walio kwa wards, walio kwa ICU, wale ambao hawakulala usiku kwa sababu ya maumivu, baada uwaponye, uwaguze, uwainue, take them to the next level. I pray God for your touch upon their lives. Touch them, O King of Glory. Touch them once more. Touch them again. Touch them again. Touch them, O Jesus. Heal them, O Master.
In the mighty name of Jesus. Asante kwa sababu unawaguza, unawaponya. Katika jina la Yesu ninaomba kuamini. Sema amen. Amen. Basi nakuomba ya kwamba ushare hii message kwa marafiki zako, share it, na mtu atajipima ajue ni mafuta yapi aliyomiminiwa ama ni mafuta yapi yamiminiwa rafiki zake, ili ajue atatembea na nani, ataongea na nani, ataishi na nani, atafanya nini, lini na wapi. God bless you as you share this message to as many people as you can and as many groups as you can, and God will bless you. And again I say, shalom, shalom, shalom.